Nataka niombe na wewe mwanamke mjamzito unanifuata mahali popote ulipo. Nikutie nguvu ya kwamba Mungu anakupenda na umebeba kusudi la Mungu. Usiogope. Biblia inasema nasi kwenye kitabu cha Isaya sura 41 mstari wa 10. Anasema kwamba usiogope. Nami niko hapa kukuambia kwamba usiogope. Haijalishi unasikia nini ndani yako, haijalishi unasikia majaribu gani yanakuja mbele yako, lakini jitie nguvu. Usiogope. Mungu anakuanzia yaliyokuwa mema. Ulichokibeba umelibeba kusudi la Mungu, na kama umelibeba kusudi la Mungu, basi Mungu atakusaidia. Mungu atakupa wepesi katika kila hali. Jitie nguvu. Pata muda tu wa kuomba, pata muda wa kuombea uzao wako. Gusa tumbo lako, libariki. Jitamkie maneno yaliyokuwa mema. Iombea hata siku ambayo iko mbele yako kujifungua. Sema, Mungu, ninaitabiria siku hiyo ikawa ni siku nzuri, nikutanisha na daktari mzuri. Mwambie Mungu, namtenganisha mtoto wangu na kila miungu na kila vitu vibaya, nguvu za giza. Mungu ni mwaminifu, ataenda kukusaidia na mtoto wako atakuwa salama. Kipindi kama hiki unahitaji kumtegemea Mungu na uwe karibu na Mungu zaidi, kwa sababu maadui pia ni wengi. Si kila anayekusalimia na kukupongeza basi anakuwazia mema. Si kila ambaye unakutana naye na kuona wewe ni mjamzito anafurahia hali hiyo. Wako wengine wanacheka na sisi, lakini kumbe ni maadui zetu, wanatuwazia mabaya. Jitahidi kupangua na kutengua kila maneno ya siri ya giza ambayo yamenenwa pasipo wewe kujua. Mwambie Mungu, ninatengua maneno hayo, na hakika Mungu atakusaidia. Kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 na ule wa 7 anasema, msijisumbue katika neno lolote, bali katika hayo yote kwa kusali na kuomba na haja za mioyo yetu au haja zetu na zijulikane na Bwana. Niko hapa kukuombea ya kwamba usijitese, usijisumbue kwa namna mbalimbali. Chochote ambacho unaona kimepita ufahamu wa kibinadamu, pata muda wa kukiombea, pata muda wa kuomba. Omba. Unapitia changamoto, baadhi ya vyakula vinakataa kabisa kushuka. Unapitia changamoto, wakati mwingine una wakati mgumu ambao sio wa kawaida. Mwambie Mungu, naomba unisaidie. Mungu, naomba unitie nguvu. Pata muda wa kuomba. Muombe hata huyo mwenza wako. Bariki maisha yako. Jitamkie yaliyokuwa mema. Mungu atakuvusha kwenye hiki kipindi na utatoka salama kwa jina la Yesu. Tuingie sasa kwenye maombi. Unapoomba, kumbuka uiombee nafsi yako peke yako. Omba kwa ajili yako, lakini pia ombea tumbo lako. Ombea mtoto aliye ndani ya tumbo lako. Mtamkie. Kumbuka, unachomsemesha chochote kinakuwa. Baba, katika jina la Yesu tumekuja tena mbele zako siku ya leo. Asante kwa sababu ya mjamzito huyu ambaye umenipa nafasi ya kukutana naye kupitia maombi haya. Baba, ninamuombea. Mungu, naomba umpe ujasiri. Umesema nasi kwenye kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10 ya kwamba tusiogope. Nami naondoa roho ya hofu, roho ya woga, naondoa kila mashambulizi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Naomba kwa ajili ya mama huyu ambaye amenibeba kusudi. Mungu, naomba mpe neema, mpe wepesi, msaidie Bwana. Wengine wanakaribia kujifungua, yuko kwenye wiki za mwisho. Mungu, naomba msaidie. Mungu, naomba mtetee. Mwingine ameandikiwa tarehe operation. Mungu, ninakusihi ukasimame upande wake kwa jina la Yesu. Mwingine yuko wakati huu Bwana anapitia wakati mgumu, uchumi umekauka kwenye familia. Mungu, nakusihi, naomba ufungue milango ya fedha katika jina la Yesu. Nami naondoa kila roho ya upinzani, naondoa kila mashambulizi, mandoto mabaya, matishio ya mimba kuharibika. Hilo roho ya giza na hilo pepo naliondoa na kuombea kwa jina la Yesu. Mungu akusaidie, Mungu akutetee, Mungu akuvushe kwenye kipindi hicho. Mungu akupe wakati mzuri, Mungu akupe amani, Mungu akusaidie. Ninakuombea hata tarehe ya kwenda kujifungua. Naondoa kila vikwazo, kila vitu vibaya ambavyo vinakuja mbele yako. Mwingine unanisikia mimba yako ni changa, na kuombea adui asilete uharibifu wote ule. Mwingine mimba yako ni kubwa, mwingine mtoto bado hajageuka, mwingine mtoto wako amegeukia upande ambao sio sahihi. Na kuombea Mungu akusaidie, Mungu akutetee. Pokea muujiza kwa jina la Yesu. Namwombea mtoto wako akawe ni mtoto mzuri, akaje kwa baraka, akaje kwa akili, akawe ni mtoto ambaye ataleta furaha kwenye familia, atakayeleta amani kwenye familia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kuombea Mungu akusaidie, Mungu akuletee watu waliokuwa wazuri, Mungu akuletee watu waliokuwa wema, na kila mbaya atakayekuja kuchafua asifanyikiwe kwa jina la Yesu. Ulinzi wa kimungu ukawe pamoja nawe katika jina la Yesu. Na kuombea Mungu akupe wepesi